kubwa sana ya kwenda huko, kwa sababu mechi ya kwanza kwake imekuwa kama kitonga baada ya kumchapa mtu chuma 3-0. Bana, Simba ndo kama kashapita, ama tusubiri tuone kwenye mpira lote linaweza likatokea? No, ni lazima uheshimu huo mchezo licha kwamba tayari una faida ya matokeo kwenye mchezo wa kwanza. Na wakati mwingine hata walimu pia wanawasisitiza wachezaji, mchezo wa muhimu ni ule ambao unafuata, kwa sababu kwenye maisha ya football kila lolote lile ambalo lolote linaweza likatokea. Of course ni ngumu, lakini huo uwezekano wa kutokea ama kupindua meza watu wanao. Ukiangalia Nsingizini wenyewe wakikaa wanajua kabisa, okay guys, naenda kucheza na Simba hapo nyumbani. Wanajua historia ya Simba kwenye michuano ya kimataifa akiwa nyumbani. Huo ugumu upo, lakini matumaini kwenye football ni kitu ambacho hakijajitenga na wachezaji. Wachezaji watakuja kucheza, haijalishi tayari wampoteza hizo goli 3, wenyewe watakuja kucheza kwa ajili ya kuona namna gani wanaitetea nembo ya klabu yao. So kwa Simba wenyewe tayari wana hiyo confidence. Ukiwa unacheza tu mpira kama mchezaji unajua tu kabisa, okay, tumeshinda mechi mechi ya kwanza tumepata magoli 3 jamani. Na mwalimu anaweza akawa anaangalia sasa hivi na wasaidizi wake wana review namna gani tulifanikiwa kupata magoli 3 kwenye mchezo wa kwanza. Inawezekana watu wakawa wamefurahia zaidi ushindi, lakini akasema of course scoreboard inavutia, lakini performance as a team kuelekea kwenye huo mchezo tunatakiwa tukaboreshe zaidi. Kwa nafikiri ni wakati wa Simba kwenda kutengeneza statement kwamba unaenda hatua makundi ukiwa umetuma salamu kwa wapinzani ambao unaenda kukutana nao, kwamba Simba imerejea kwenye Champions League. Msimu uliopita ilikosekana na ilienda kucheza shirikisho, wameacha alama kwa maana kucheza hatua ya finali, na wanaenda kwenye Champions League kwa mara nyingine. Malengo ya Simba yanabaki kuwa pale pale, ni kucheza nusu finali kwenye hiyo michuano. So unaanzaje kucheza nusu finali? Uwezi kwanza kucheza nusu finali kabla hujaanza kutengeneza utawala kuanzia kwenye hizi mechi za hatua ya awali. Kwa hiyo sasa mimi ukiniuliza, nitakwambia Simba ana nafasi kubwa sana, zaidi ya 90 mpaka 99 ya Simba kwenda hatua ya makundi kwenye hiyo michuano ya kimataifa. Bana, na nafasi kubwa ya Simba kwenda katika hatua ya makundi kutokana na namna ambavyo mchezo wa kwanza ulivyokuwa. Simba ya sasa kulikuwa na kusikia chini pale iliyocheza jana iliyocheza jana. Iwe ni pattern ama Veron? Bado naamini Sebastian Veron kuna vitu vingi atakuwa ameadd, kwa sababu yeye amekaa na timu muda mrefu kuliko hiyo naungana na wewe, kuliko ambavyo amekaa nayo Pantev. Naamini kuna details nyingi kuhusu hao wachezaji waliopo anazipata kutoka kwa Sebastian Veron. Kwa hiyo hiyo combination ipo, kile ambacho Pantev anataka kitokee hakiwezi tu kuwa kwa usiku mmoja. Kuna details lazima uwe nazo, na unazipata kwa nani? Ni kwa Veron, mtu ambaye amekaa na wachezaji kwa huu ni msimu wa pili unaenda, msimu wa Fadlu akiwepo na baadhi ya watu wengine ambao walikuwa ni makocha wakuu kwenye timu. Yeye amebahatika kuwa nao, na baadhi ya wachezaji bado wameendelea kubaki Simba. Kwa hiyo anaweza akawa anamsaidia kwenye baadhi ya tabia za wachezaji ili wa perform wanahitaji nini na ni nini ambacho unaweza ukakitumia ili hao watu wakupe performance bora. Ukiangalia kwenye first half kuna vitu vingi ulikuwa uvioni kama ambavyo vimekuja kutokea second half. Kwa hiyo mimi naamini bado Matola ana nafasi yake kwenye timu. Yes, watu tutawapeleka makofi na vigelegele na vifijo kwa Pantev, lakini tusimsahau Matola. Mimi naamini amechangia kile ambacho tunakiona kwenye hiki ambacho tunakiita mabadiliko angalau ya 10-15 za Simba kwenye namna walivyocheza kwenye mechi dhidi ya Nsingizini. Kwa hiyo bado nataka kuona ni nini Pantev anakuja kukifanya mpaka huu msimu unaenda kumalizika. Tutakwenda kuona nini ambacho atakwenda kukifanya mpaka msimu utakwenda kukamilika. Tunafahamu